Ujambo mpendo msikilizaji na mtazamaji wa television yetu online Congo Post News. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Basi acha tukarushe katika taarifa zetu za habari, ambapo tuongelea matukio mengi yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kuna vita vinavyoendelea kati ya waasi wa Twirwaneho Tabara wakipambana jeshi la serikali yanayoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo, vile vile waasi wa AFC M23 wakipambana jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani FARDC, wakiungwa mkono na makundi ya wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Basi tuanze na habari kutoka huko nyanda za juu za Fizi katika eneo la Minembwe mkoani Kivu Kusini, ambako kundi la MRDP Twirwaneho limetoa tamko likilaani vikali kile ilichokiita mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya hospitali ya rufaa ya Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yake kwa umma, kundi hilo linadai kuwa mashambulizi hayo yalifanyika siku ya Jumatano tarehe 24, Alhamisi tarehe 25 na Ijumaa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa tamko hilo, mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama droni, na kundi hilo linadai kuwa tukio hilo lilitekelezwa na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani FARDC. MRDP Twirwaneho inaeleza kuwa mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa katika hospitali ya rufaa ya Minembwe, ikiwemo kubomoka kwa jengo la kitengo cha watoto pamoja na jengo la utawala la hospitali hiyo. Kundi linadai kuwa takriban watu 10 walijeruhiwa, wakiwemo wagonjwa waliokuwa wakipatiwa matibabu, ndugu waliokuwa wakiwahudumia pamoja na baadhi ya wahudumu wa afya. Kwa mujibu wa tamko hilo, tukio hilo limeathiri kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma za afya katika hospitali hiyo, huku wagonjwa wengi wakikabiliwa na changamoto ya kupata matibabu kutokana na uharibifu wa miundombinu muhimu. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC halijatoa tamko rasmi ya kuthibitisha au kukanusha madai yaliyotolewa na waasi wa Twirwaneho kuhusu mashambulizi hayo. Vile vile hakuna uthibitisho wa kujitegemea uliopatikana mara moja kuthibitisha kwa kina mazingira ya tukio hilo. Mashambulizi dhidi ya vituo vya afya, endapo yatathibitishwa, yanaweza kuwa na athari kubwa kwa wananchi, hasa katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya silaha, ambako hospitali ndizo tegemeo kuu ya huduma za dharura kwa majeruhi na wagonjwa. Wachambuzi wa masuala ya kibinadamu wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu ambazo zinataka hospitali, wahudumu wa afya na wagonjwa walindwe wakati wote wa migogoro ya silaha. Tutazidi kufuatilia kwa karibu taarifa kutoka kwa mamlaka husika na vyanzo huru ili kubaini ukweli wa tukio hili na kuwajuza wasikilizaji wetu kuhusu maendeleo yanayoendelea kujitokeza huko katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tuingilie kwa uchambuzi wa ndani taarifa iliyotolewa na kundi la MRDP Twirwaneho kuhusu madai ya mashambulizi dhidi ya hospitali ya rufaa ya Minembwe. Ni taarifa yenye uzito mkubwa wa kibinadamu, jeshi na kisiasa. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba haya ni madai yaliyotolewa na kundi hilo, na bali uthibitisho wa kujitegemea au tamko rasmi kutoka kwa FARDC hayawezi kuchukuliwa kama ukweli uliothibitishwa. Iwapo madai haya yatathibitishwa, yatakuwa ya kutia wasiwasi mkubwa, kwa sababu hospitali ni miundombinu ya kiraia yanayolindwa chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu. Mashambulizi dhidi ya hospitali yanaweza kusababisha kupotea kwa huduma muhimu za afya kwa maelfu ya wananchi, hasa katika maeneo ambayo tayari inakabiliwa na changamoto au inakabiliwa na migogoro ya silaha. Ikiwemo jengo la watoto na ofisi za utawala ziliharibiwa kama ilivyodaiwa. Athari zake zinaweza kudumu kwa muda mrefu hata baada ya mapigano kumalizika. Hospitali ya Minembwe inahudumia wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali ya Fizi, Uvira na mazingira ya Minembwe. Endapo huduma zake zitavurugika, wagonjwa wa dharura wanaweza kukosa matibabu kwa wakati. Wanawake wajawazito na watoto wako katika hatari zaidi. Wahudumu wa afya wanaweza kulazimika kuondoka kutokana na hofu ya usalama. Mzigo wa huduma unaweza kuhamia hospitali nyingine ambazo tayari zina uwezo mdogo sana.
Kwa hiyo hata kama lengo la kijeshi lingekuwa tofauti, madhara kwa raia yanaweza kuwa makubwa. Minembwe imekuwa moja ya maeneo yenye migogoro ya muda mrefu kutokana na uwepo makundi mbalimbali yenye silaha, migogoro ya ardhi na mvutano wa kikabila. Katika mazingira kama haya, kila upande huwasilisha simulizi yake kuhusu matukio yaliyotokea. Hivyo, waandishi wa habari na wachambuzi wanapaswa kuwa waangalifu kutenganisha madai yanayohusika na ukweli uliothibitishwa. Iwapo ni kweli droni zilitumika, hilo inaonyesha jinsi teknolojia inavyozidi kutumika katika operation ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Drone zinaweza kuongeza uwezo wa kushambulia malengo ya mbali, lakini pia huongeza umuhimu wa kuhakikisha utambuzi sahihi wa shabaha ili kuepusha madhara kwa raia na miundombinu ya kiraia. Madai ya aina hii inahitaji uchunguzi wa taasisi huru, ushahidi wa picha, video au taarifa za mashuhuda, majibu rasmi kutoka kwa FARDC na mamlaka za afya, taarifa kutoka kwa mashirika ya kibinadamu yaliyopo katika eneo la tukio. Hiyo ndio njia pekee ya kubaini kilichotokea na kuhakikisha uwajibikaji ikiwa sheria zilikiukwa. Habari hii inaonyesha jinsi vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyoathiri sio tu wapiganaji bali pia huduma muhimu za kijamii kama afya. Madai ya MRDP Twirwaneho yanazua maswali mazito kuhusu usalama wa hospitali na ulinzi wa raia wakati wa mapigano. Hata hivyo, kwa kuwa madai hayo bado hayajathibitishwa na vyanzo uhuru au kujibiwa rasmi na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ni FARDC, ni muhimu kuangalia kwa tahadhari. Ikiwa uchunguzi wa kujitegemea utathibitisha madai hayo, inaweza kuwa msingi ya kuwajibisha wahusika na kuimarisha ulinzi wa raia pamoja na miundombinu ya afya katika maeneo ya migogoro hiyo yanayoendelea katika eneo la Minembwe, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki tu na habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya taharuki na furaha ya ghafla imeshuhudiwa katika mji wa Gisenyi nchini Rwanda baada ya kusambaa kwa uvumi uliodai kuwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umefunguliwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa katika mitandao ya kijamii na miongoni mwa wakazi, watu wengi waliamini kwamba shughuli za kuvuka mpaka kati ya Gisenyi na Goma zingeruhusiwa tena baada ya kipindi kirefu cha vikwazo. Habari hizo zilisababisha wananchi wengi kutoka majumbani mwao wakiamini kuwa wanaweza kurejea kufanya biashara, kuwatembelea ndugu zao ambao wako katika maeneo mengine huko na kuendelea na shughuli zao za kila siku za mpakani. Mashuhuda wanasema baadhi ya wakazi walionyesha furaha kubwa, huko wengine wakielekea karibu na eneo la mpaka wakitarajia kuona harakati zikianza upya. Hata hivyo, ilibainika baadaye kuwa taarifa hizo hazikuwa rasmi na mpaka huu haukuwa umefunguliwa. Kwa muda mrefu, kufungwa kwa mpaka kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeathiri maisha ya maelfu ya wananchi wanaotegemea biashara ndogo ndogo za mpakani. Wafanyabiashara, wasafirishaji na familia zilizo na ndugu pande hizo mbili zimeendelea kukumbwa na changamoto za kiuchumi na kijamii kutokana na hali hiyo. Ndio maana uvumi wa kufunguliwa kwa mpaka ulizua matumaini makubwa miongoni mwa wakazi wa Gisenyi na maeneo ya jirani. Wengi wao wanaiona Goma na Bukavu kama masoko muhimu ya biashara, huku wengine wakitaka kurejesha uhusiano wa kifamilia na kijamii uliokatizwa na kufungwa kwa mpaka. Hadi sasa kuna tangazo rasmi kutoka kwa mamlaka za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalothibitisha kufunguliwa kwa mpaka huo. Wananchi wanahimizwa kutegemea taarifa rasmi kutoka serikalini na kuepuka kusambaa au kuamini uvumi ambao unaweza kusababisha taharuki au mgawanyiko. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu swala hili na kuletea taarifa sahihi pindi zitakazothibitishwa. Basi hapa acha tuongelee uchambuzi kidogo wa habari hii.
Kwanza, furaha ilitokana na uvumi ulionyesha umuhimu wa mpaka huo kwa maisha ya wananchi, na pia kwamba uvumi pekee uliweza kusababisha shangwe mjini Gisenyi, na ishara kwamba wakazi wa maeneo ya mpakani wamechoshwa na hali ya kufungwa au kudhibitiwa kwa mpaka huo. Kwa maelfu ya watu wanaoishi Gisenyi, Goma na Bukavu, mpaka si tu njia ya kusafiri bali ni chanzo cha ajira, biashara na kipato cha kila siku. Hata mabadiliko madogo kuhusu mpaka yana athari kubwa kwa maisha yao. Hivi karibuni hatua za kiafya zinahusiana na mlipuko wa Ebola umeathiri usafiri na harakati za mpakani. Pili, Goma na Bukavu ni masoko muhimu kwa wafanyabiashara wa Rwanda. Kauli ya kusema kwamba Wanyarwanda wanaota kila siku kufika Goma na Bukavu inaonyesha ukubwa wa tegemeo wa kiuchumi katika nchi hizo mbili. Miji hiyo imekuwa kitovu cha biashara ya bidhaa za chakula, vifaa vya ujenzi, nguo na huduma mbalimbali. Kufungwa kwa njia za kawaida za biashara kunamaanisha kupungua kwa mapato kwa wafanyabiashara na familia nyingi zinazotegemea biashara za mpakani. Tatu, uvumi unaweza kuwa chanzo cha taharuki na changamoto za kiusalama. Katika mazingira yenye mvutano wa kisiasa na kijeshi, taarifa ambazo hazijathibitishwa zinaweza kusababisha mikusanyiko ya watu, msongamano mpakani au hata migongano na vyombo vya usalama. Ndiyo maana mamlaka huwa zinahimiza wananchi kusubiri taarifa rasmi kabla ya kuchukua hatua. Habari hii inaonyesha jinsi taarifa zisizo rasmi zinaweza kuathiri jamii. Mitandao ya kijamii imekuwa chanzo kikuu cha habari, lakini pia cha uvumi. Watu waliposikia kwamba mpaka umefunguliwa, wengi waliamini bila kusubiri uthibitisho kutoka kwa serikali. Hili linaonyesha umuhimu wa waandishi wa habari na taasisi rasmi kutoa taarifa kwa wakati ili kuzuia upotoshaji. Tano, kuna ujumbe wa kisiasa nyuma ya matarajio hayo. Kwa miezi hivi karibuni, uhusiano kati ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ukikabiliwa na changamoto za usalama na kidiplomasia, huku hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuwa mbaya. Kwa hiyo habari yoyote kuhusu kufunguliwa kwa mpaka utafsiriwa na wengi kama ishara ya kupungua kwa mvutano na uwezekano wa kurejea kwa ushirikiano wa kawaida kati ya nchi hizo mbili. Habari hii si simulizi la uvumi pekee, inaonyesha kuwa wazi jinsi wananchi wa maeneo ya mpakani wanavyotamani kurejea katika maisha ya kawaida ya biashara na usafiri. Pia imethibitisha kuwa mpaka wa Gisenyi Goma ni mimili muhimu wa uchumi wa kikanda, na kwamba taarifa zisizothibitishwa zinaweza kuibua matumaini makubwa au taharuki kwa muda mfupi. Kwa hiyo ni muhimu wananchi kutegemea habari rasmi, huku serikali za pande zote zikitambua kwamba maamuzi kuhusu mpaka yana athari za moja kwa moja kwa maisha ya maelfu ya wananchi wanaotegemea mpaka huo kama njia yao ya kipato za kila siku. Tuongelee siasa za vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako aliyekuwa naibu waziri wa ulinzi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sami Adubango, amezua mjadala mkubwa baada ya kutoa kauli kali kuhusu chanzo cha vita vinavyoendelea huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza akiwa mgeni katika kipindi cha Parlement des Jeunes, Sami Adubango alidai kuwa watu wanaochangia au kunufaika na vita hivyo hawapo mstari mbele wa mapambano, bali wako mjini Kinshasa wakishikilia nyadhifa za juu serikalini. Kwa maeneo yake alisema kuwa washirika wote wa vita vinavyoendelea mashariki wako Kinshasa na wanashikilia nafasi za juu ndani ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo imebua hisia na mjadala mikubwa miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Wapo wanaiona kama wito wa kufanyika uchunguzi wa kina kuhusu namna vita hivyo vinavyoendelea kwa muda mrefu, huku wengine wakitaka madai hayo yaungwe mkono
mifano na ushahidi wa kutosha kabla ya kuchukuliwa kama ukweli. Kwa miaka mingi sasa, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa au imeendelea kukumbwa na migogoro ya silaha inayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha, hali ambayo imesababisha maelfu ya wananchi kupoteza maisha, wengine kulazimia kuhama makazi yao na shughuli za kijamii pamoja na kiuchumi kuathirika kwa kiasi kikubwa. Kauli ya Sami Adubango inaongeza sauti katika mjadala mpana kuhusu nani hasa anayewajibika kwa kuendelea kwa vita hivyo. Wataalamu wa siasa wanaeleza kuwa ili kufikia amani ya kudumu ni muhimu si tu kuwashughulikia wapiganaji waliopo vitani, bali pia kuchunguza mitandao yote inayodaiwa kufadhili, kuratibu au kufaidika na migogoro hiyo ikiwa ipo. Hadi sasa hakuna ushahidi wa wazi uliowasilishwa hadharani kuthibitisha madai hayo, wala mamlaka husika hazijatoa tamko rasmi kujibu kauli ya aliyekuwa naibu waziri wa ulinzi. Mjadala kuhusu sababu halisi za kuendelea kwa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea, huku wananchi wengi wakitaka ukweli ujulikane na hatua madhubuti zichukuliwe ili kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Basi acha tuongelee kidogo swala hili. Kauli ya aliyekuwa naibu waziri wa ulinzi ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sami Adubango, amesema kwamba washirika wote wa vita vinavyoendelea wako Kinshasa na wanashikilia nyadhifa za juu, yani wanashikilia nafasi kuu ndani ya serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kauli nzito na yenye athari za kisiasa na kiusalama. Hata hivyo, ni muhimu kuitazama kama madai ya kisiasa ya mhusika, kwani hajawasilisha ushahidi hadharani unaothibitisha kauli hiyo ambayo ameitoa. Kwa kawaida, vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimekuwa vikihusishwa na makundi yenye silaha kama M23, Wazalendo, ADF na mengine, pamoja na ushawishi wa nchi jirani. Lakini kauli ya Sami Adubango inaelekeza lawama ndani ya serikali yenyewe, ikimaanisha kuwa tatizo si maadui wa nje pekee, bali pia linaweza kuhusisha watu wenye mamlaka ndani ya taifa. Iwapo madai hayo yangethibitishwa, yangeonyesha kwamba vita vinaweza kuwa vinaendelea kutokana na maslahi ya kisiasa, kiuchumi au kifedha ya baadhi ya watu wenye ushawishi. Kwa zaidi ya miongo miwili, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukumbwa na migogoro inayochochewa na sababu mbalimbali, ikiwemo udhibiti wa maeneo yenye utajiri wa madini, ushindani wa kisiasa na kiusalama, migogoro ya kikabila, uingiliaji wa makundi yenye silaha na maslahi ya ndani na nje ya nchi. Kutokana na mazingira hayo, baadhi ya wachambuzi wamekuwa wakisema kuwa vita haviendelei kwa sababu ya silaha pekee, bali pia kwa sababu kuna watu wanaonufaika na hali ya kutokuwa na utulivu. Hata hivyo, kubainisha watu hao kunahitaji ushahidi wa kisheria na uchunguzi huru. Sami Adubango si mwananchi wa kawaida, aliwahi kushikilia nafasi serikalini, hivyo kauli yake inaweza kufanya wananchi kujiuliza kama ana taarifa alizozipata alipokuwa madarakani, au kama ni maoni yake binafsi kuhusu hali ya kisiasa inayoendelea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa na ushahidi, jamii inaweza kutarajia taasisi husika kufanya uchunguzi. Ikiwa hana ushahidi, kauli hiyo inaweza kubaki kuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa bila kuthibitishwa. Madai ya aina hii inaweza kuongeza shinikizo kwa serikali kutoa maelezo, kuchochea wito wa uchunguzi kuhusu usimamizi wa vita, kuibua mjadala kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa kisiasa na kijeshi. Kwa upande mwingine, bila ushahidi, madai yanaweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa na kupunguza imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Je, kauli hii inaweza kusaidia kutafuta suluhisho? Kwa kiasi fulani ndiyo. Kauli hii inasisitiza kwamba suluhisho la vita alipaswi kuingilia makundi yenye silaha pekee, bali pia mifumo ya utawala, uwajibikaji wa mapambano dhidi ya ufisadi. Hata hivyo, hatua hizo zinapaswa kujengwa juu ya uchunguzi wa kina na ushahidi, si tu kauli za kisiasa. Kauli ya Sami Adubango imeongeza mjadala kuhusu sababu za kuendelea kwa vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
kwa kuelekeza lawama kwa viongozi wa ndani badala ya maadui wa nje pekee. Hata hivyo, kwa kuwa ni madai ambayo hayajaambatana na ushahidi uliowekwa wazi hadharani, yanapaswa kutazamwa kwa tahadhari. Uchambuzi wa kitaalamu unaonyesha kwamba kumaliza vita vya Kivu kunahitaji uchunguzi kwa wazi na kwa msingi wa ushahidi vyanzo vyote vya migogoro, kuhakikisha uwajibikaji wa wahusika na kuimarisha taasisi za dola ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, asante kusikiliza taarifa yetu ya habari mpaka tamati. Jina langu ni Ite Idi George, asante.